Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo mercredi le 4 février 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika habari zetu mbichi za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuambia ni kipi kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja territoire ya Fizi katika maeneo ya Minembwe na Point Zero kwenye mapigano yanaendelea. Taarifa tunazo kutoka huko ni kwamba waasi wa Twirwaneho kutoka Minembwe wako na shambulia nao eneo ya Point Zero. Mambo ni matata katika maeneo hayo kwenye vita vinaendelea. Kutokana na mapigano yanayoendelea kule, wakaji wanaishi kabisa katika hali mbaya. Tutawaambia mengi kuhusu hayo. Tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Kisangani. Mnakumbuka kulikuwaka kuharibiwa kwa drone za kamikaze kule kwa aeroport ya Kisangani. Baada ya taarifa hizo kuonekana, jeshi la Kongo likasema kwamba ziliharibu drone hizo ikiwa ilikuwa ataki ya AFC M23. AFC M23 nayo aujourd'hui ilitangaza kuwa ayo njo yenye ilishambulia drone za FARDC na kuharibu base ya drone za FARDC hapo Kisangani. Tutawapeleka katika maeneo tofauti, tuambie habari zinazosemekana kule. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, muko na Bauma mzee wa mbichi kuwapa taarifa kamili. Tunaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mdescription utapata grupe yetu, ujiunge nasi kupitia linki hiyo na utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kama kawaida za mchana, asubuhi na magharibi. Habari zetu mbichi za mchana wa leo sasa tutazianzia moja kwa moja kule territoire ya Fizi kwenye mambo tena yaliharibika siku ya leo wakati Twirwaneho kutokea Minembwe nao waliataki FARDC katika eneo ya Point Zero. Acha niwaambie jinsi mambo yako katika eneo hizo. FARDC na wazalendo na wanajeshi wa Burundi tangu vendredi walianzisha vita, wakasonga mbele, wakarekipere eneo ya Point Zero, wakaendelea kusonga mbele Ruisankuku, wakaifika ndani na wakaendelea kusonga mbele mpaka kufika kabisa aux alentours de Minembwe. Mapigano yakawa yanaendelea karibu na Minembwe kwa siku tatu. Siku ya leo Twirwaneho na AFC M23 nao walipata zingine nguvu kutoka Minembwe, wakawasha moto sasa direct kwa umbali, wakishambulia wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC katika eneo ya Point Zero alafu na maeneo ya Ruisankuku. Papo hapo mambo yakaharibika kwa sababu vita vilikuwa vimeenea deja katika maeneo mengi. AFC M23 na Twirwaneho wao njo wenye waliamka na wako mwatake baada ya FARDC kuwatake kwa siku kadhaa. Siku ya leo walikuwa na hawajaanzisha atake. AFC M23 njo tena iliatake na ikaanza kushambulia kwa mbali maeneo hayo yote na mambo yakaharibika. Mapigano yanaendelea katika maeneo hayo yote kuanzia Point Zero ni bombe kuzingine na Minembwe, donko mambo yanaharibika na atake hii na maanisha ya kwamba Twirwaneho na AFC M23 wako na napenda nao tena wasonge mbele, waone ya kwamba watarekipere hizo eneo na eneo pia ya Point Zero.
na wanajaribu sasa kuona kwamba wanaweza kutimua jeshi la Kongo na wazalendo na jeshi la Burundi katika maeneo hayo. Mambo yanaharibika kabisa katika eneo hizo kwa sababu mapigano yanayoendelea kule ni makali, ni mapigano ambayo tena yalidumu sana. Iko deja 6 jours je pense, na wako vita katika maeneo hayo. Donc kabisa mambo yanaendelea kuharibika sana katika eneo hizo, na kinachoendelea pale ni mapigano kati ya pande mbili. Kama kawaida tutaendelea kuzifuatilia kwa karibu taarifa kabisa kutoka pale Kufro, tuambie matokeo kabisa wakati vita vinaendelea pale, wanaendelea kushambuliana, milipuko ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikika kutoka kuparti tofauti. Donc wote wako narushiana mabombe na zingine silaha tofauti ziko natumika kazi katika eneo hizo. Tunaendelea na taarifa zetu tukiwa huko katika maeneo ya Fizi. Wakaaji wanaishi vibaya kabisa, hawana maji, hawana chakula, na kupatikana kwa huduma ya afya nayo kabisa haipatikani. Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wanaishi katika hali mbaya katika vijiji vya maeneo ya Fizi kwenye mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho. Na kutoka sasa katika maeneo hayo, wazalendo walikuwa wametoa amri ya kwamba hakuna eneo lililoanzishwa kwa ajili ya watu waliokimbia makazi yao, lakini hitaji ni kubwa sana. Wale wanaokimbia jamii zao wanalazimika kukaa na familia zinazowahifadhi na kukumbana kila siku ili waweze kuishi. Hiyo amri walikuwa wameambia viongozi wa pale wa FARDC kuwa waanze plutôt wa gouvernement ya Kongo waanze kutafuta kama wakaji wanaweza wakaishi katika makambi za ukimbizi, kwa sababu haziko ni kuishi tu katika maeneo tofauti wakikaribiwa na familia za pale, wakikaribishwa plutôt na familia za pale, na wengine kuishi kabisa maisha magumu wasiokuwa na wakuwakaribisha. Donc maisha yao ni mabaya. Wanasema kwamba wanateseka sana tangu wafike katika maeneo swate ya Ekenga pale kwenye kuko wakimbizi wengi. Eneo ya Ekenga ambayo inapatikana mu kilomita kama 60 na unatoka mji wa Fizi. Uko ndani karibu 2,000 ya watu waliokimbia makazi yao ambao wanakabiliwa na hizo shida kubwa, na kutokana na hayo sasa wanateseka na kulalamika, wakiomba uongozi wa Kongo kuandaa kama wanaweza wakasaidia. Bwana Maliani Makambe, chifu wa kijiji hicho cha Ekenga, anasisitiza kwamba watu waliohamishwa wanakabiliwa na magonjwa mengi na hawawezi hata kulipa bili zao katika kituo cha afya cha eneo hilo, na pale kwa sababu watu ni wengi waliokimbia kutoka Poizero, maeneo ya Rugezi, Kavanja, Kitumba na maeneo mengine. Hali ya kibinadamu inaendelea kukua mbaya sana, kwa sababu wakimbizi wanaendelea kuongezeka kutokana na hayo katika eneo hilo la wakimbizi. Donc wale wakimbizi waliokimbia makazi yao pia hawako salama, kwa sababu wanakaa hapo wakati upande mwingine mapigano yanaendelea. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi inasikika katika maeneo hayo karibu na Poizero na kule Minembwe na kwingineko. Inaacha kabisa na amani hawataipata, na kwa hayo sasa jamii ya watu waliohamishwa ndani ya nchi inaomba serikali ya Kongo kuingilia kati, huku ikiboresha mikakati ya kukomesha vita. Hii alisema Bwana Musema katika taarifa kutoka huko wakati alikuwa akisemea wale wakaji kutoka kule. Anasema pia watoto hawaendi shule vraiment, wengine na wanaathiriwa sana na mapigano. Donc hali ya kibinadamu kwa wakaji katika maeneo ya Fizi ni mbaya zaidi.
habari zetu zinaendelea. Tukiachana na kule Fizi, tuwapeleke moja kwa moja kuhusu taarifa za drone ambazo zilishambuliwaka na kulunguzwa huko Kisangani. Watu ambao wanakumbuka kwanza taarifa hizo, wikendi iliyopita katika uwanja wa ndege wa Bangboka ambao unapatikana mu 17 kilometre ukitoka katika Kisangani, mji mkuu wa Chopo, kulikuwaka kuharibiwa kwa drone ambazo zilionekana kuwa drone 8 za aina kamikaze ama marke ya kamikaze. Ni drone za kivita. Hayo yalifanyikaka le 31 kuamkia asubuhi ya le 1er mwezi wa pili. Hilo shambulio sasa la kutumia ndege za drone, gouvernement ya Chopo, ya province ya Chopo ikatangaza kuwa hayo ndio yenye ililunguza ama ilizishambulia zile drone ambazo zilikuwa zimeatake aeroport hiyo kutoka kwa wahasi wa AFC M23. Siku hiyo sasa harakati ya wahasi wa AFC M23 ilisema kuwa yoyo njo yenye ilihusika na kuzishambulia drone hizo za FARDC katika uwanja wa ndege wa Bangboka. Katika taarifa ya AFC M23 walisema kwamba uharibifu wa kituo cha amri cha ndege zisizo na rubani kilichowekwa katika uwanja wa ndege wa Kisangani, ambapo jeshi hufanya mashambulizi katika maeneo nyetu lishaka ya kamata hasa Masisi, Walikale, Ruchuru, Lubero, Kalehe, Mwenga na maeneo ya Minembwe. Tulisha zishambulia na pale zote tulishakazitia chini, kwa sababu hatuwezi tukakaa kimya wakati ndege za kivita zinaendelea kutushambulia. Na pale swali inakuwa hii sasa, mboni FARDC inasema kwamba upande wao njo wenye walizishambulia kazile drone ambazo zilikuwa zimewaatake pale kuile aeroport na wakazilunguza. Leo AFC M23 inasema kwamba ililunguzaka kituo cha ndege za drone za FARDC pale kwa sababu zilikuwa kanane. Sasa ukweli katika hayo mawili ni upi? Yani kama ni FARDC ambayo ilishambulia ndege za AFC M23 aujourd'hui, AFC M23 ikawa inasema kwamba hayo ndio yenyewe ilishambulia ndege za FARDC, ukweli ni upi? Hapa nitasema kitu kimoja. Eneo ya Kisangani, yani Chopo, inapatikanaka ni territoire Kisangani ni muji wa Chopo. Hii ni province inayo patikana kule, nayo ni iko mweste di pays, nayo inapakana deja na Nord Kivu pale Walikale. Na AFC M23 katika maeneo ambayo wako ndani kule Walikale wako kilomita mingi sana ili kufika Kisangani. Iko kilomita mingi sana, kama plus de 100 et quelques kilomètres. Na pale sasa ndege za kivita za AFC M23 zinaweza ndio kwenda mu operation kule, yani zinaweza kufanya operation kule, ziende kushambulia aeroport za FARDC. Na pale tunaweza tukaona kuwa ile ataki inaweza kuwa kabisa ni AFC M23, kwa sababu drone zao waliziushaka zikaenda kule kufanya ile operation. Kitu ambacho niko nataka kuambia ni kwamba kuhusu tangazo la AFC M23, inasikilikana vizuri ya kwamba kule ni mbali kwao. Sasa vifaa vyao vya kushambulia kule kwa mabomu na kuharibu eneo hiyo haviwezi kosekana kusikilika. Yani maeneo ya Walikale yenye wako ndani ni Mpeti,
na maeneo ya Kashebere. Kutoka pale na kushambulia Kisangani ni kilomita mingi, ambapo kama ni silaha kubwa ambazo zilitumikaka, kwa sababu hakuna silaha ndogo ndogo ambazo zinaweza tumika katika operation kama na hiyo, ni kutuma mabombe kwa umbali, malance roketi njo zinaweza kazi. Deja kama ni Mpeti kwenye walifanyaka ile operation, mabombe zinaweza kusikika kutoka Mpeti na kwenda direct kule Kisangani kubomoa ile stoke ya ndege za FARDC. Na pale sasa inaweza kuwa operation kubwa ambayo itasikika mu maeneo mengi, kwa sababu kutoka pale vers Kisangani ni eneo kabambi. Ile milipuko ya mabombe kutoka kwenye M23 iko mpaka kule inaweza sikika, na pale hakuna sasa mabombe ambayo yalisikikaka wakati wa operasyon hiyo, kitu ambacho kinamaanisha kuwa M23 hayo taarifa hayo kabisa haiko ya kweli, kwa sababu kama ni wao njoo wenyewe walishambuliaka eneo hizo, wangelitumikishaka malance rokete za kushambulia mbali, na pale kwenye ziko installe kunaweza sikika milipuko ya mabombe. Na siku hizo katika maeneo hayo kukukuaka kabisa operasyon kama na hayo, eti bombe kama na hizo zirushwe kutoka hapo vers Kisangani. Yani M23 ni kudanganya kabisa katika habari zao, ama katika taarifa hiyo, ambapo wanasema kuwa wao njo wenye walishambuliaka stoke ya drone za FARDC. Donc ukweli ni kuwa ilikuwa atake ya drone zao kule, puis FARDC ikazishambulia. Kama wangelisema kwamba walitumikishaka drone kwa kwenda kushambulia zingine drone kule, pale tungeliitika. Mimi walisema kwamba ni operation ya kushambulia kabisa madrone za FARDC katika eneo hiyo ya Kisangani, na pale mnasikia kwamba ni mbali, mabombe yangelisikika sana na kuacha deja maeneo mengi yanasikia ile milipuko ya silaha hizo kutoka kule maeneo ya Mpeti vers maeneo ya Kisangani. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja katika mji wa Goma, ambapo baada ya kisa cha moto katika quartier pale ni Trois Payote, pale ku Trois Payote Avenue Kabega, pale kwa komanda Belge, ni watu ine ambao walilungula, na ni watoto, ni garsomo moya na watoto wengine wafie wawili njo wenye walilungula, na wale wakapoteza maisha yao. Pole sana kwa familia za hao watoto. Tukiwa katika mji wa Goma, M23 walifanya msako, ile operasyon ya bouclage katika eneo ya Kasika siku ya leo, ile quartier ya Kasika. Sasa vijana wakina baba walikamatwa wengi, na pale siku ya leo walipelekwa wote katika eneo moja, na ile operasyon ingali inafanyika, kwa sababu watu kutoka hapa wanasema kuwa baada ya M23 kuzingira eneo hiyo, ile quartier ya Kasika depuis 5h du matin, wale wote waliokamatwa mpaka kwa sasa hakuna aliyerejea. Yani wanaendelea kuwakamata hao watu kule waliko wapeleka, na wakaji huko wanatoa wito kwa viongozi wa M23 kurejesha hao wakaji, kwa sababu operation kama na hizo M23 inasemaka kuwa iko napenda itafute watu wa marebele wanaotumika pamoja na jeshi la Kongo na FARDC na wazalendo, na pale wakaji wanasema kuwa kabisa hakuna watu wanaotumika na wazalendo ama na FARDC. Wote walishaka wakamata wakati waliingiaka katika mji wa Goma, na wengine wakingali hapo walishaka enda, kwa sababu hawawezi wakabakia katika mji huo wakati wanatumikana kazi na wazalendo au na jeshi la Kongo FARDC. Hapo ni Mugoma kwenye watu walikamatwa wengi na waasi wa AFC M23. Ndugu zangu, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu, na nasema asante sana,
na tupatane katika taarifa zifuatazo. Kama kawaida ni habari za jioni, ambapo tutawaambia ni kipi kinachoendelea kwenye shamba la vita, tukiwaambia matokeo huko maeneo ya Point Zero na Minembwe kwenye mapigano tena yamezuka upya kati ya pande mbili siku ya leo. Donko ni kivumbi na jasho. Merci beaucoup, tupatane katika habari zifuatazo. Asante.